na ajali nyingi sana. Shataka kujua kwa nini? Ni kwa sababu ana wakala wake hapa duniani. Wachawi, waganga, wasoma nyota, Satanism, Luciferians wanakuwa wamepewa target kwamba kila mchawi mwaka huu unatakiwa kuua watu 100. Ukifika mwisho wa mwaka hujawaua, unauawa wewe na unaliwa nyama na wachawi. Kwa hiyo unapofika mwisho wa mwaka, imefika Disemba, mtu alikuwa amepewa target ya kuua watu 100, ana watu 7. Kwa hiyo wachawi wanakuwa wanahaha, amekaa kwenye kona fulani anasubiri kusababisha ajali. Hata sababisha ajali ya kwako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wanakuwa sasa wote wamehaha. Sasa huyu ana target ya watu 100, target ya watu 200, target. Kwa hiyo huyu anasababisha kwenye ajali huyu. Kwa hiyo wanakuwa wachawi wako mitaani, Luciferian wako mitaani, wanasubiri wapate target yao, watimize target. Nasema hawatatimiza target yao kwa jina la Yesu. Wako duniani wanajua muda unayecheza na wakati ni wewe tu, lakini wale wanajua muda ni mchache. Ole wa nchi na bahari. Hebu sema ole wa nchi na bahari. Rudia tena. Ole wa nchi na bahari. Ametupwa kwenu. Shetani alipotupwa akafanya makao makuu yake baharini na kwenye nchi. Ndiyo panaitwa kuzimu. Hebu sema kuzimu. Kuzimu sio jehanamu. Kwenye Biblia ya Kiingereza utaona kuzimu inaandikwa mambo kama 4 hivi. La kwanza utaona abyss. Nyingine utaona bottomless pit. Nyingine utaona Hades. Hayo maneno yote ni moja. Kuna tofauti kati ya jehanamu na kuzimu. Kuzimu ni hapa duniani. Hapa kwenye makusanyiko ya maji, kwenye nchi na angani, ambako ndio HQ, ndio makao makuu ya Lucifer duniani. Kwa hiyo ana operate kutokea kuzimu, anakuja duniani. Na kuzimu sio kilomita nyingi kutokea hapa tulipo, ni hapa ila kwenye ulimwengu wa roho. Na kuna namna ambavyo watu wa duniani, unasikia anasema na kufundisha practical, anakwenda kwenye maji, anatupa mayai, anaingia baharini. Sio kusikia story hizo. Ni tendo la kiroho la kwenda kwenye ulimwengu wa chini. Kuna miji huko chini ya bahari, kuna mji. Hapa kwenye nchi kuna miji, kuna watu, kuna persons without body, kuna watu usiowaona wana run mambo. Sione nchi zinakwenda ukafikiri zinajiendesha, zinaendeshwa. Kwenye background kuna watu wanaendesha mambo. Kwa hiyo mtu anaweza kwenda kule kuzimu. Ndiyo maana Yesu akamuuliza Petro, "Je, watu wanasema mimi ni nani?" Sema wanasema ni Elia, wanasema hivi. Akasema kama ninyi mnasema mimi ni nani? Petro akamwambia, "Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai." Yesu akamwambia, "Sio mwili na nyama alivyokufunulia hayo, na akwambia hivi, juu ya mwamba huu, nani? Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nitalijenga kanisa langu, na milango ya wapi? Ya kuzimu." Yaani ile njia ya kutokea kuzimu na kuingia haitalishinda kanisa. Wewe tengeneza design yoyote ya kuzimu ilete hapa, tutakulock kwa jina la Yesu. Na milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Unanielewa sasa? Kwa hiyo mtu yoyote ili apate nguvu za kiutawala, ambaye hana Mungu, anakwenda kule chini. Nisikilize vizuri bwana. Kila asiye na Yesu ana mganga wake wa kienyeji. Ili mtu apate nguvu ruling, kwa sababu anayemiliki dunia ni Lucifer. Na nisikia vizuri. Anayemiliki dunia nani? Nitakuja kukuelezea baadaye sisi ni wamiliki kwa namna gani. Usiwe na haraka. Nisikilize kwanza nimuelezee jamaa. Ukimjua jamaa, ukiomba jamaa atakuja. Ukiomba kwa akili, jamaa atakuja kuulize, "Bwana vipi tena? Mbona hii wewe unakusi ile ya kusema kwa jina la Yesu fyeka teketeza." Hiyo ni sawa, lakini iko namna sasa. Unapomfuata, unajua there are two types of prayer. Offensive and defensive.
Kuna maombi ya kujilinda. Baba Mungu, nazungusha damu ya Yesu kwenye madirisha, kwenye milango, kwenye kitanda, kwenye gari. Naweka damu ya Yesu kila mahali kwa jina la Yesu. Amen. Hao ni maombi ya kufanya nini? Wasiingie kwako, kwenye nyumba yako, kwenye gari yako, kwenye shule yako. Na kuna maombi katika jina la Yesu. Wewe umenijia kwa falasi na magari na uchawi, na kujia mimi leo kwa jina la Bwana wa majeshi. Maana yake wewe umetoka kwako, umekwenda kufanya ujambazi, kuvamia kwenye ngome yake, ili sasa yeye atafute namna ya kufanya nini? Ya kujilinda. Sasa utaki kujilinda wewe siku zote. Kaa kidogo. Kwa hiyo watu wengi walio hapa, Baba kwa jina la Yesu nasambaza damu ya Yesu. Daudi alikuwa amekwenda kupigana vita. Aliporudi akakuta mkewe, ndugu zake, familia yake wameibiwa na Amaleki. Akamuuliza Mungu, niwafate? Je, nitawapata? Mungu akamwambia, wafate, utawapata na utarudisha vyote. Kuwafuata. Unajiuliza, hivi magonjwa yanayonijia mimi huwa yanatokea wapi? Mambo ya kujipaka damu ya Yesu na kulala haya mpaka lini? Hivi umaskini unaonijia mimi unatokea wapi? Mambo ya aibu haya. Kwa nini nisiwafuate na wao wajilinde kama ambavyo mimi wanajilinda? Hiyo ndio unapoamua sasa. Unaanza sasa, sikize vizuri, unaanza sasa, kwa sababu unashajua makao makuu yao baharini, makao makuu yao majini. Unajuaje? Unaona kwenye Ufunuo, kisha nikamwona mnyama akitoka katika bahari. Unaona halafu kisha nikamwona mnyama akatoka katika nchi. Ana pembe mbili kama mwanakondoo, lakini akanena kama joka. Kwa hiyo makao makuu ya kuzimu, nchi hapa, ni nabii wa uongo. Nabii wa uongo ni kiongozi wa kidini ambaye kazi yake ni kushadadia mambo ya kiuongo ili watu wanaokwenda kwenye makanisa waamini uongo. Nabii wa uongo huyo. Nabii wa uongo usifikiri ni joka, ni mtu, false prophet, ambaye yeye ni mwanadamu lakini yeye anafagilia mambo ya kishetani. Baharini ni mpinga Kristo. Hakuna Mungu. Yesu sio Mungu. Yesu hajafa, hajazikwa, hajafufuka. Angani ni malkia wa mbingu, anaitwa Queen of Heaven. Malkia wa mbingu utasoma wakati wako kwenye Yeremia 7:23 kwa muda wako. Malkia wa mbingu ni joka, kazi yake ni kurutubisha uovu, demon of fertility, kwamba kama watu wanafanya uzinzi wafanye sana, kama watu wanaiba waibe sana. Kwa hiyo makao makuu ya utawala wa giza, kuzimu, angani, kwenye maji chikavu. Ndiyo maana Danieli anaomba, amepiga magoti, Baba Mungu, naomba uniongoze wana wa Israeli warudi nyumbani. Alipofunga siku 21, siku ya mwisho malaika akamtokea akamwambia, Danieli upendwaye, tangu siku ulipoanza kuomba nilikusikia na nilileta jibu, lakini mkuu wa anga la Uajemi, kwenye anga, Uajemi ni nchi ya Iran kwa taarifa yako. Usiwaze Uajemi iko mbinguni, nchi. Danieli alikuwa anakaa kwenye nchi, rais wake alikuwa anaitwa Mfalme Koreshi. Danieli akashangaa, anaomba, anafunga na kuomba, hajibiwi mpaka siku ya mwisho. Siku ya mwisho ilipofika, malaika akamwambia, wana, tangu siku ulipoanza kuomba jibu lilishatoka. Kumbe kuna watu wako hapa, jibu lako lilishatoka, haliko na Mungu. Kumbe wako watu hapa, jibu lako Mungu hana, alishatoa. Lakini kuna mamlaka fulani kwenye anga fulani, kuna mamlaka fulani ambayo imeshikilia jibu lako, na waagiza waachie kuanzia leo kwa jina la Yesu. Anaambiwa tangu siku ulipoweka moyo wako kuomba, isipokuwa mfalme wa anga la Uajemi. Mfalme wa wapi? Kwa hiyo unaona, kumbe anga liko control. Nataka ni justify kukuonyesha kwamba anga liko control kutoka kwenye Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2.
ili nikupe picha ya jambo ambalo linaweza kukubadilisha kabisa. Waefeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 na wa 2. Waefeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 na wa 2. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi zenu ambazo mliziendea kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Kwa kumfuata nani? Mfalme wa uwezo wa anga. Kwa kumfuata nani? Mfalme wa uwezo wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Yuko angani ila anatenda kazi kwa watu, ila yuko angani. Kwa hiyo ni mfalme wa anga. Kati ya majoka hayo yaliyoshuka, joka moja linakaa angani, kuzimu ya angani. Joka lingine kwenye maji, kuzimu ya kwenye maji na kwenye nchi kavu. Kama Mungu alivyo na utatu mtakatifu, Shetani naye ana utatu mwovu: mpinga Kristo, nabii wa uongo na Ibilisi. Utatu mwovu. Kwa hiyo kuzimu, unapoongea kuzimu, ni makao makuu ya Lucifer hapa duniani, lakini kwenye vitengo vitatu: kwenye maji au makusanyiko ya maji yoyote. Ndio maana unaona Lewiathan, yule nyoka wa kwenye bahari mwenye kuzonga zonga. Unaona katika nchi kavu. Nchi kavu ndio wachawi wanaoperate, na kwenye anga. Kwa hiyo unapotaka kuanza kuomba lazima ujue unaomba wapi. Baba, katika jina la Yesu, namiliki anga. Namiliki anga. Unapomiliki anga maana yake unazuia kwanza kwenye anga. Unazuia kwenye maji. Unataja makusanyiko ya maji, iwe ni bahari, iwe ni visima, iwe ni mito, iwe ni chemichemi, nazuia. Katika nchi nazuia vichuguu, mashimo, mashamba, mbuga za wanyama, milima, nazuia. Alafu ukiwazuia sasa, unaanza kucheza na wale wanaokusumbua sasa. Umeweka dawa pale. Hapo sasa unaanza kuwa muombaji. Unajua unataka kumpiga nani na unataka kupiga wapi. There is no way you can manifest your tomorrow if you don't engage yourself in a spiritual warfare. Hakuna namna. Unaanza kuomba. Ukianza kuomba, sasa tayari umewashikisha adabu. Utasoma kwenye Biblia wakati wako, kwenye kitabu cha Ufunuo, anasema kisha nikamwona malaika mwingine akatoka angani, akakanyaga mguu wake wa kushoto katika bahari na mguu wake wa kulia katika nchi. Maana yake anatuonyesha kwamba siku zijazo tutapewa authority ya kudhibiti kila kitokeacho baharini na kila kinachotokea katika nchi, na tulishapewa kupitia mauti ya Yesu Kristo msalabani. You can be anything, you can do anything that you want to do minus fear. I don't know if you get me. Let me say again, if you can do anything and be anybody, anywhere, anytime minus fear. Ukiondoa woga, unaweza kuwa yeyote, popote, wakati wowote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mimi naweza kuwa yeyote, popote, wakati wowote. Na wewe unajua. Kama unabisha, subiri muda. Kwa sababu chochote cha kweli cha kimungu kinapimwa na Mungu na kinapimwa na wakati. Unanielewa Ndiyo maana mimi ninakufundisha jambo litakalo kusaidia wewe kwenye maisha yako kupenya. Unatakiwa wewe upenye. Umeshikiliwa hivi, lazima baki maskini. Lazima baki maskini, umeshikiliwa, lazima upenye. Pasua. Usipopasua utakuwa. Baba zetu waliotupa imani wako vile vile mpaka leo. Wanakuwa futurist. Mungu atatenda. Mungu atafanya. Ipo siku. My dear, siku ni leo. Siku ni leo, my dear. Do not be deceived. Siku ni leo. Yaani Mungu atatenda, achana nayo. Leo. Now. Unasema, aha. Kama wanaonizuia wanakaa angani. Kama wanaonizuia wanakaa kwenye makusanyiko ya maji na kwenye nchi.
na mimi nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachonidhuru. Tatizo liko wapi? Tatizo linakuwa wewe sasa, you have the medication but you don't apply the medication. Kufanya kazi kwenye kiwanda cha sabuni hakukuzuii uwe mchafu kama hujachukua kipande kimoja ukaenda kufua. Working in a detergent soap does not by any means make you clean spontaneously unless you take a piece of detergent na uweke kwenye nguo zako. Kujua tu kwamba nina nguvu. Niwaambie kitu, sisi tuna nguvu si ya kawaida. Siongelei mimi, yani wewe hapo ulipo una nguvu si ya kawaida, ila uko unakuwa unguided missile. Ni kombola ambalo halijui kuelekezwa. Kwa hiyo huu unafyatua tu kwenye ulimwengu wa roho. Vichaka vilishang'oka ambavyo havina adui. Unaezua mabati, unaezua nini, unang'oa milima, mpaka wanasema the guy is powerful. This is power in the wrong hands. Ni nguvu lakini haina mwelekeo. Utajiri wako upo, mchumba wako yupo, mali yako ipo, kila kitu chako kipo, yuko Mungu alishatoa. Kwa maana Mungu amewabariki kwa baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Tumebarikiwa tayari. Yuko azuiaye mpaka atakapoondolewa. Unamuondoa vipi? Unabaini kabisa kwamba mimi Bwana, umaskini wangu huu sio umaskini wa bahati mbaya, ni umaskini wa kuzaliwa. Kwa sababu Biblia inasema waziwazi kwamba nyumba na mali ni vitu ambavyo mtu anapewa na baba yake. Baba yako alikupa wewe? Si unaona tatizo linapoanzia? Mke mwema unapewa na nani? Nyumba na mali unapewa nani? Sio na bwana, na baba yako. Baba, juzi wiki iliyopita nilikwenda kumnunulia mzee Gwajima gari. Nilikuwa namnunulia gari ya pili. Niliwahi kumnunulia gari nyingine, nilikuwa nimeamua kumnunulia gari ya pili. Nikamwambia mzee, mimi nakupa uendeshe gari, wewe hukunipa gari. Mimi nakupa wewe uendeshe gari. Umaskini huu unatoka kwenu huko, kwa wazazi wako huko. Nataka tukate ngebe ya umaskini na kununulia ya pili. Na nimnunulia ya kwanza, nilikuwa namfundisha kuendesha mwenyewe. Endesha hawezi kuendesha, ni mzee ana miaka 92 sasa. Anakata kona, hivyo naambia kata kona hivyo hivyo. Lakini umaskini wetu sisi sio kwamba tulikosea, it is genetical. Kwa sababu tangu kwa baba hawana, mjomba alikuwa hana, utapataje wewe? Unachotakiwa kupambana nacho, it is to break the chains. Yaani ile minyoro ya familia, unasema kwamba kuanzia sasa umaskini mwisho hapa. Ruth akitaka kuwa maskini apende mwenyewe. Gideon na Neema wakitaka kuwa maskini apende wenyewe. Lakini hawawezi wakawa. Wanawezaje kuwa? Yaani ni impossible. Impossible. Yaani impossible of the impossible. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimekata umaskini mwisho hapa. Mwisho hapa. Na nilipokuwa najenga nyumba ya kuishi sasa hivi ndio nawaza upya. Nilikuwa najenga nyumba ya kuishi ghorofa 3. Tatu si 4, 1, 3. Ya 4 sasa. Lakini ilikuwa ya kuishi. Baadaye nikawaza what am I doing? Mbona nyingi sana? Matokeo yake tunaishi ya kwanza, zile ya pili huku juu na huku juu hamna mtu. Kwa sababu nilikuwa nataka, I wanted to make sure umaskini unaenda mbali kabisa. I wanted to make sure kwamba sitaki kuona hata harufu. Ndio maana mimi siku zote nilikuwa naendesha gari ya Kimarekani. Hama Chevrolet, nataka ni gari ambayo inatumia mafuta lita 1 kilomita 2. Yaani unaweka pipa ukitaka kwenda Dodoma unaweka pipa la mafuta.
Niwaambie wenzangu, mimi nataka gari ile wanaoendesha Marekani wenye hela, na mimi nataka niendeshe hapa. Sitaki mambo ya kijinga hapa. Naelewa Sasa nilipokuwa nafanya crusade nchi nzima, spare ikiharibika inabidi ufuate Marekani. Nachukua muda nisema nunua angalau Toyota Land Cruiser zingine ziwepo. Kwa ajili ya kwenda polini na mahala pengine. Lakini nataka kuambia hivi, umaskini wetu sio kwa sababu tulikosea, tumezaliwa nao. Baba hana, mjomba hana, shangazi hana, kila mtu hana. Wewe ndio unapambana eti kupitia elimu. Eti kupitia elimu. Eti kupitia elimu uwe tajiri. Sahau. Mimi nimesoma elimu, ila elimu haikutajirishi. Elimu inakuandaa kwenda kuajiriwa ili upate mshahara wa kula, kunywa, kulala, kulipa kodi ya nyumba. Basi kila anayetaka kutajiri haupatikani kwenye kuajiriwa. You cannot be rich by being employed. Never. Kama uko njia, kwa sababu njia za kuajiriwa kuongeza pesa ziko tatu. Kwanza, una diploma, umeajiriwa TANESCO. Unaona, maana silipi vizuri, nikaongeze elimu. Unapata degree. Halafu unaanza kuambia jamani, pandisheni ngazi ya ngazi ya mshahara na degree sasa hivi. Wanakupandisha. Unabaki hapa. Unasema nikasome masters. Kasome masters, unapeleka jamani, siku hizi na masters jamani, wanakupandisha. Baadaye nikasoma PhD. So PhD unarudi jamani, siku hizi I'm a doctor, wanakupandisha. Hakuna elimu ya kusoma ili uwe professor. Haipo chuo cha kusoma ili uwe professor. Unafanya publications tu. Unatafuta journal ya kimataifa, unapeleka publication. Sasa umeishia hapo, hakuna zaidi ya hapo. Umeshapanda elimu mpaka juu, hakuna zaidi ya hapo, kuna cha kusoma. Kwa hiyo ukifika mshahara umeisha hapo, milioni 2 kwisha. Aina ya tatu, kubadilisha kampuni. Pamoja na udokta wangu huu, si hapa wanilipi vizuri, na hamia Vodacom. Kule wanalipa milioni 2.5. Vodacom na penyewe, bwana nimepata Airtel milioni 2.7, unahamia pale. Bwana Mungu amenisaidia bwana, nimepata kwenye madini ngapi? Milioni 4, unahamia pale. Method ya pili ni kubadilisha tu hivyo. Method ya tatu, research. Pata hela ya research. Kuna research, kuna safari ya kikazi. Hamna zaidi ya hapo kwenye kuajiriwa. Hamna. Kama mwamba shehe wangu unasubiri kutajirika kwa kuajiriwa, utasubiri sana. Lakini kuna njia ambayo Neema unamuona ameajiriwa, anafanya kazi Coca-Cola, lakini ana jambo lake lingine mahali. Unaona nimeajiriwa, lakini sio kwamba niko hapa tu. Nina jambo langu. Kuna mahali hela inaingia wakati mimi nimelala. Kama huingizi pesa wakati umelala, basi utafanya kazi mpaka ulale. Kama wewe pesa kuingia mpaka wewe uwepo, hujafanikiwa. Ufike wakati umelala kabisa, zinaingia chur. Kwa mfano hapa sinatumia mtandao. Mwenye mtandao anaingiza pesa, yuko usingizini amelala. Lakini hii haitokei mpaka mamlaka zinazomiliki dunia uziovercome. Dunia inamilikiwa. Hakuna jambo gumu kama kuwa Yusufu kwenye nyumba ya Farao. Kwa sababu kama wewe ni Yusufu kwenye nyumba ya Farao, unaongea lugha yao. Unaishi wanapoishi, huli chakula chao. Lakini unatakiwa uwe mara 10 zaidi kuliko wao. Hakuna jambo gumu kama kuwa Danieli kwenye nyumba ya Nebukadneza.
Kwa sababu system ya dunia imejengwa kuwafanikisha wanaoishi maisha ya kishetani. System ya dunia haijajengwa kufanikisha wewe mpaka uifanyie bombardment. Sio, unanielewa? Ubomoe, uwabomoe. Waseme kwamba huyu jamaa simpeni vitu vyake tulale jamani. Umenielewa Huyu jamaa mpeni vitu vyake, hatutalala. Hatutaishi kwa amani. Huyu jamaa mbona mmacheni naye? Kwani wakuonea ni yeye tu? Mwacheni yeye aende, wako wajinga wengine endeleeni kuwaonea. Huyu achane naye. Hapo ndipo nafuu yako inatokea. Inatokeaje sasa? Ya makarati kirabasata, ya marabashi kipirya, na kamata bahari. Wanaulizana, anakamata nini? Anasema jamaa nakuja hapa tulipo hapa, anakamata bahari. Na kamata bahari kwa mikono ya chuma. Wakati huyo mtu ameshajijua kwamba mimi ni zaidi ya binadamu. Umeshajijua kwamba mimi nje ni udongo, ndani jasusi. Hapo lazima ujijue sasa kwamba wewe si huyu. Ndani wewe ni mwana wa Mungu na ni roho, haufi. Nje mavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Hili ganda la nje. Ganda la nje sio wewe. Wewe ni wa ndani. Wa ndani hafi, hazizimii, halali, hasinzii, hachoki. Nisikilize, na ndio wewe. The confusion that comes when you think you are the body. You are not the body. The body is an expression of the inner man. Ndani yangu mimi niko mimi. Lakini hapa nje kuna ganda, maana Mungu akamfanya mtu. Hebu sema mtu katika mavumbi ya ardhi. Sema mtu katika mavumbi ya ardhi. Huo ni mwili wako. Mungu akampulizia pumzi ya uhai. Utaona tena mtu akawa nafsi hai. Umeona watu wawili. Mtu katika mavumbi ya ardhi, mtu nafsi hai. Mtu katika mavumbi ya ardhi ndiyo mwili wako. Mavumbi wewe, na mavumbini utarudi nje. Roho, mwili utarudia ardhi ulikotolewa, roho itamrudia Mungu aliyeitoa. Kwa hiyo wewe sio mwili. Wewe ni roho inayokaa ndani ya jumba. Jumba linaitwa mwili. Unaweza kutoka ndani wakasema umekufa, ukirudi ndani umefufuka. Hiyo urejiste kichwani. Mimi sio mwili. Mwili umenibeba mimi. Mimi ni wa milele, na kaa humu ndani ni wa milele. Wa milele wapi? Mbinguni au jehanamu? Ndio tutaongea. Lakini mimi ni kiumbe wa milele. Unapokuwa unatembea unajua mwana wa Mungu anatembea. Wote waliompokea aliwapa nini? Uwezo gani? Wa kufanyika wana wa Mungu. Nani amepokea Yesu hapa? Wewe na mimi pia. Kwa hiyo wewe ni mwana wa Mungu. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Rudia tena. Rudia tena. Wewe ni mwana wa Mungu. Tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Sawa Ukimwona mwana umemwona Baba. Kwa maana Baba na mwana tu umoja. Yaani mimi wa ndani na Yehova ni wale wale. It does not even say I and my Father are united. No. It says I and my Father are one. Mimi na Baba yangu ni mmoja. Mimi. Naongelea mimi sasa. Siongelei Yesu. Naongelea mimi. Kwa sababu kama alivyo mwana Yesu, ndivyo nilivyo mwana mimi. Kama alivyo mwana wa Mungu Yesu, ndivyo ulivyo mwana wa Mungu wewe. Ila wewe ni mwana wa Mungu asiyejitambua. Na kwa sababu if you don't realize your identity, there is no way you can operate within your identity. Operation number 1 is to realize your identity. Polisi akija nyumbani kwako, mimi ni polisi, kaa chini. Asiposema mimi ni polisi, hakwambia kaa chini, unaamka na mnasa makofi.
how dare you come in my house na kuniambia nikae chini? Mimi ni polisi. Kama ni polisi sawa. Alipoelezea identity yake, una submit. Na sisi identity yetu, utambulisho wetu, mtu ukisema tu Bwana Yesu na kupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, wewe ni mwana wa Mungu. Haijalishi unaomba mara ngapi kwa wiki, mimi ni mwana wa Mungu. Uwana haimaanishi uombaji. Uwana is to be entitled, ni legitimacy, ni status. Ni status yangu, mimi ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unaongea na mimi, ongea kwa uangalifu, kwa sababu mimi na Baba ni wale wale, wewe na Yehova ni wale wale. Hiyo ni fact. It's a naked truth. It's a truth that cannot be negotiated. A naked fact. Huwezi kujadili. Mimi, wewe na Mungu Baba ni wale wale. Na ndio maana Yesu anaomba, Baba Mungu, na waombea hawa, sio hawa tu, na wale watakaoliamini jina lako, uwalinde kwa jina lako lile ulilonipa. Yesu anaendelea ile Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa kwanza. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, na wewe tukuamini. Ndio, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, mwa Baba yake, la sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Nami nikienda kuandalia mahali, anasema nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi. Alipo Yesu na mimi nipo. Maneno hayo ni ya nani? Alipo Yesu na Gwajima yupo. Alipo Yesu na Dickson yupo, na Ikupa yupo, na Rufi yupo, na Gideoni. Alipo Yesu. Anasema nami niendako mwaijua njia. Hapo Yesu anataka kwenda wapi sasa? Mbinguni. Anawaambia jamaa, mwaijua njia. Jamaa ndio wakashtuka. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, sembuse njia. Uendako kwenyewe hatujui, sembuse njia. Mzee, mbona unatupiga changa la macho hivi? Unakokwenda wenyewe hatuelewi, sembuse njia. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kinachofuata, kama mngalinijua mimi, rudia tena, kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua na mmemwona. Jamaa wakashangaa kwa sababu Yehova hawajawahi kufanya nini? Hawajawahi kumwona Yehova. Torati inasema hakuna mtu aliyemwona Mungu akaishi. Yesu anawaambia kwamba mnamjua Baba Yehova na mmemwona. Jamaa akaitikia sasa, akamwambia Filipo, akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba yatosha. Yaani mengine sasa hata usiongelee. Mengine sasa achana nayo, umezidi. It is beyond expression. Tuonyeshe tu Baba inatosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi Filipo siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Si tunasema tuonyeshe Baba, halafu unajiongelea wewe. Tuonyeshe Baba inatosha. Anasema mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote, wewe usinijue Filipo? Yesu anasema sasa, aliyeniona mimi amemwona Baba. Unawezaje kusema tuonyeshe Baba? Ukimwona mwana umemwona Baba. Mwana ni nani? Nyosha mkono juu. Mwana ni wewe. Wakikuona wewe, wamemwona Yehova. Unanielewa? Lazima utembee kwenye utambulisho huo sasa. Kila anayeniona mimi
amemwona Bwana. Kila anayeniona mimi, niliwaambia hapa, mimi nilipoingia bungeni siku ya kwanza nimeapishwa kuwa mbunge. Kwenye dawati langu kuna majina ya kila mbunge. Dawati langu limeandikwa Askofu Josephat Mathias Gwajima. Ningeweza kuandika dokta, lakini nataka askofu. Kila mtu ajue kwamba sijaja hapa kuchoma mahindi hapa. Nimekuja kazini. Sasa wakati natembea naingia, mwanamke mmoja anafanya kazi bungeni. Akaniangalia. Wewe, huruhusiwi kuingia huko. Mimi tunaanza kuangalizana. Nani ambaye haruhusiwi? Wewe. Mwenye suti nyeusi wewe. Mimi naangalia nyuma naona wote ni wabunge tunaingia. Wewe. Yuko mbele pale amekaa pale mbele. Wewe. Huruhusiwi. Kanuni haikuruhusu. Mimi naingia tu. Alichomoka kutoka pale juu. Anakimbia kuja kumzuia mtu ambaye ameingia kwenye bunge na kanuni haimruhusu. Mimi na mikoa naangalia sasa anakwenda kwa nani? Watu wote tumetulia. Kaja kwangu. Ametoa macho hivi. Aliponikimbia akadondoka chini. Kaanza kutetemeka. Nikamwambia na kuagiza kwa jina la Yesu mtoke huyu. Akaamka. Akauliza niko wapi hapa? Nimeingia sehemu ambayo kikanuni siruhusiwi. Kanuni zinazosema pale sio za bunge. Ruhusiwi. Wewe uruhusiwi. Kuna sehemu wewe uruhusiwi. Kuna utajiri ambao kuwa nayo wewe uruhusiwi. Kuna magari wewe uruhusiwi kikanuni. Kanuni za giza hazikuruhusu. Uruhusiwi. Sasa ili uende lazima ufyatue watu. Lazima ufyatue watu. Na ukizoea kufyatua watu hofu inakutoka. Unakuwa jambazi fulani. I tell you, unakuwa kwanza ukiwa unatembea, unasikia watu wanakushangilia. Nenda, husikii kwa sauti akiwa kwenye ulimwengu wa rohoni, unasikia yani ongea. Kwa sababu gani? Ulimwengu hauko wenyewe, haujiendeshi. Unaendeshwa. Leo yule mama ni mtu mzima na miaka 50 na kitu. Akiniona, rafiki yangu, hujambo? Wakamuita, hivi kulikuwa na nini? Akasema kuna kitu kizito kilikuwa kinakaaga ndani yangu. Sasa kilipomwona huyo bwana, hicho kitu kilikuwa kinaongea, sio mimi, kwamba yeye haruhusiwi. Wakamuuliza, kwa wewe unavyojifikiri haruhusiwi kivipi? Akamwambia, wewe unamwona yule ni mtu wa kawaida yule? Watu wanakuona wewe si wa kawaida. Shida yako wewe ndio unajiona ni wa nini. Tatizo haliko na nguvu za Mungu, haliko na Biblia, liko na science of self realization. Sasa hivi wewe useme mimi ni mwana wa Mungu. Kiniona mimi umemwona Baba. Register in the municipality of your head. Sajili kwenye halmashauri ya kichwa chako. Halmashauri ya kichwa chako iandikishe, mimi ni mwana wa Mungu, na nikiwa natembea duniani ni Mungu. It is an expression of invisible Elohim. Yani mimi ndiyo sura ya Mungu asiyeonekana, yule ambaye wanamtafuta watu bila kumuona. Mimi sasa ndiyo sura ya Mungu asiyeonekana. Unapokuwa unatembea, hiyo iwepo hata ukiwa unapanda gari. Na wewe sasa unajenga maisha ribarabandililike paratitili rakapasititili. Wewe hapa una kila kitu.
Umenisikia? Una minus fear. Minus fear. Fear, courage is not the absence of fear. Watu wanaanza huyu jamaa hana hofu kabisa, hana ujasiri. Yani courage is not the absence of fear. Courage is knowing the purpose of your existence and say, I am ready to follow the purpose of my existence at any cost. Mimi najua nimeitiwa hili, niko tayari kulifuata. Kama Mungu akitaka nisiwepo, by the way, kuna siku sitakuwepo. I will die anyway. Kuna siku utakuwepo. Ni afadhali nisiwepo nikiwa natimiza makusudi yaliyonileta duniani. Ukivaa hiyo silaha unaanza kwenda. Watu wasema, jamaa huyu hana woga. Woga upo. Ila kuna makusudi ambayo niko tayari kuyafia ikihitajika. Kuna makusudi ambayo hata nikifa na yafuata, tamshukuru Mungu. Unapofuata hayo makusudi sasa, hayo makusudi kwa sababu Mungu sasa anasimama nyuma yako hivi. Yeyote anayekugusa anamgusa Mungu. Yeyote anayekupiga anampiga Mungu. Yeyote anayekusema hakuna mtu anaweza kunisema hata sijamuona. Sio kwamba nimemuona, sijamuona kabisa. Utasikia tu tindish. Unajua alikuwa anaongea hivi na hivi. Hata nisipokuona, kwa sababu mimi na Baba anayeona tuko umoja. Na sisemi mimi tu, hata wewe. Hata wewe na Mungu Baba ni yule. Shida tu kwamba train your mind every time when you are walking. Acha mambo ya kuongea maneno kusogoa watu haya. Train your mind into a spiritual walking. Kila ukiwa unatembea unanena kwa lugha. Mimi nilikwenda Japani, nilikuwa na mkutano Fukushima. Ngapi wamesha kusikia Fukushima? Fukushima kule palipotokea milipuko ile ya tsunami. Mwezi mmoja kabla mimi nitakiwa kufanya crusade, pakatokea milipuko, ile vinu vya nuclear vikalipuka kule. Kwa hiyo kukawa na radiation ile mionzi ambayo ina madhara. Wakafunga kwenda kule. Mimi naingia Japan, na kutoka Japan wanasema, Gwajima sensei sugoi desu ne. Wasema Gwajima sensei yeye atakwenda kufanya tu. Gwajima sensei hana shida. Wao hawawezi wakaenda kule mpaka wavae suti maalum. Unavaa suti unambakiza macho tu. Na macho yenyewe kunakuwa na plastiki. Mimi naenda kufanya crusade kule. Mimi nikamwambia mimi sihitaji suti yote. Wanakuja kunifanyia counseling. Unajua Mungu anajua kwamba tunahitaji, na ana counseling, anamaliza. Naambia nakushukuru, asante sana kwa somo lako la counseling nzuri, Mungu akubariki. Twendeni kwenye mkutano. Ananiambia, suti onegaiteshimasu. Tafadhali vaa suti. Nikasema, niko sawa. Mimi mwenyewe niko ndani ya huu mwili. Ili ganda suti tayari. Nikaenda kule wote wamevaa suti. Chapa kutoa mapepo vibaya sana. Kwa sababu mimi niko juu ya radiation. Tumeambiwa tutaweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Tumeambiwa hata tukinywa kitu cha kufifisha hakitatudhuru kabisa. Ndio maana kwenye kona mimi nikasema no. Awe anayeongea ni nani? No. Hakuna chanjo hapa. Ona leo ipo, umechanjwa wewe. Umekufa. Kwa hiyo issue is to understand mimi ni mwana wa Mungu. Na kutaka sana hapa. Mimi ni utuonyeshe Baba aliyeniona mimi. Rudia tena. Hebu taja jina lako. Ngonyani amemwona Yehova. Umesemaje? Nimesema hivi, aliyemwona Ngonyani amemwona Yehova.
Kumbe ndiyo sababu mapepo yalikuwa yanamwambia Yesu, tunakujua nani wewe, mtakatifu wa Mungu. Kumbe shetani anaweza kuniona mimi hivi, anajua ni nani. Kuna watu huchezewi kabisa. Kuna watu wanawachezea watu, nasema huyo si haja nichezee mimi. Huyu mbona anamchezea, si aje kwangu, si anichokoze yule. Mungu ana maguvu, hana pa kuyaonyesha, kwa sababu watu wote ni waoga. Akikupanchi moja na yeye nisamee, Mungu anasema maguvu yangu nitayaonyesha wapi? Kwa hiyo Mungu anaamua kufanya moyo wa Farao uwe mgumu, angalau huyu ni mgumishe, nifanye awe mgumu ili nipige vizuri, kwa sababu wengine ni laini mno. Akikutisha tu kidogo nisamee. Mungu anasema maguvu yangu mimi nitayaonyesha wapi? Nina nguvu, lakini nataka nizionyeshe. Nikigusa mlima unayeyuka, nikigusa mito inakauka, nikigusa magonjwa yanatoweka. Nani awe mgumu nionyeshe mabavu yangu hapa? That is my dad. Huyo ndiyo mimi. Umenielewa nilichosema? Huyo ndiyo, kwa sababu mimi na yeye sema ni wale wale. This is fact. Ukitembea kwenye narudia tena, mimi naweza kuwa yeyote yule ninayetaka kwa wakati wowote kupitia dirisha lolote, minus fear. Bas, adui mkubwa ni woga tu, lakini wewe you are very powerful. Kaa kidogo. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Bill Schnobrin, ni Mjerumani. Bill Schnobrin alikuwa satanist. Satanist ni wale watu ambao wameamua kumtumikia Lucifer kwa kujua. Tanzania tunao wengi sana. Anaamua kumtumikia shetani na kumwabudu shetani kwa kujua, wengi sana. Sasa akaanza kukuzwa mpaka akafika degree ya 32, level ya 32 ya Freemasonry. Akawa satanist. Akawa yeye mwenyewe ana uwezo wa kugeuka kuwa vampire, kugeuka kuwa werewolf, kugeuka kuwa chochote. Yeye mwenyewe, yani ana uwezo. Yesu kama yuko kawaida yake akamchapa, akaokoka. Nikamuuliza, Bill, ulipokuwa vampire, satanist? Akasema mimi nilikuwa satanist kikawa. Nikamwambia, je, watu waliookoka mlikuwa mnawashambulia? Akasema hakuna watu waliookoka duniani. Akasema wale watu nao wanaoitwa wameokoka, sisi tulikuwa hatuwaoni. Ukimwona unaona moto tu unatembea, yaani mtu hayupo. Anayeitwa mtu hayupo, unamwona tu moto unatembea, yaani moto una sura ya mtu unatembea. Hatuwezi hata kusogea, ila tuligundua kwamba wao hawajijui kwamba they are a walking fire. Yani anatembea, akiwa anatembea anaongea, ni moto wenye sura ya mtu umekaa darasani lakini hauunguzi dawati. Ni moto wenye sura ya mtu unaendesha gari lakini gari halikamati moto. Akifungua dirisha unaona moto unachungulia, alafu moto unarudi ndani. Anasema akizungumza unaona sura ya moto unazungumza. Wale hawaitwi watu, na hata kwenye ulimwengu wetu hatukuwa tunawaita watu. Kaa kidogo. Ananiambia yeye, akasema lakini tuligundua kwamba wao hawajijui kwamba they are a walking fire. Kwa hiyo silaha yetu kubwa ikawa ni kuwatisha. Na ukiwa unamtisha ukiwa mbali, kwa sababu ule moto wake una uwezo wa kukurukia. Na
Nauliza kivipi? Anasema kuna maneno fulani wanasemaga. Wakati nilipokuwa kule wanasema, nilipookoka nikagundua ndio kunena kwa lugha. Unaelewa? Anasema kwamba wakianza reka pasha yakapasa, ule moto unapata macho ya kuona, na ule moto unaweza kukufuata popote pale ulipo. Anasema wakianza kunena, ule moto unakuwa na macho. Kwa hiyo wanageuka, wanakuwa moto wenye mikono, moto wenye akili, moto wenye macho, moto wenye masikio, moto wenye kutisha. Kwa hiyo sasa ukiwa unamtisha, unakaa mbali na yeye, unamwambia nitakuua, na kuanzia leo nisikusikie, takuua. Unamkazia na macho, unamwona bwana, nimefanikiwa bwana, fanikiwa. Na ukimwona anaanza kutoka, unamtisha, unaona kimbia. Unauona, lakini habadiki kuwa moto. Unauona moto, unafanya nini? Unakimbia. Akasema wale wanaitwa Ben Elohim. Ben Elohim kwa lugha ya Kiebrania ni wana wa Mungu. Neno mwana wa Mungu kwenye Agano la Kale linaitwa Ben Elohim. Maana yake a being just a little bit closer to God. Yaani kiumbe ambaye ukitoka Mungu tu anakuja yeye. Ana asili ya Mungu. Yaani wewe hapa ulipo ukiregister kwenye akili yako, mimi ni mwana wa Mungu, alivyo Mungu ndivyo nilivyo mimi. Mtu akiniona mimi amemwona Yehova, akinigusa mimi amemgusa Yehova, akinichokoza mimi, ukaregister tap. Alafu ukatuni lugha yako sasa ikabadilika, huongei Kinyakyusa, huongei Kimakonde, uko tu imarabatilili yaramakipatilili. Uko kwenye train, uko darasani, imarabatilili yaramakipirilili. Mimi ninapokuwa mahali muda wote imbilibili, mtu ananiambia nimekuelewa mheshimiwa, nimekuelewa kabisa, sikutani, nimekuelewa mzee, nimekuelewa. Mimi niko imarabatilili yakaparaba, nimekuelewa mzee wangu, nimekuelewa. Nauliza, wanaelewa? Amenielewa? Kwa sababu hii lugha tunayoongea ndio Mungu aliye roho anaongea na roho zetu. Na roho zetu ndiyo mimi. Yaani roho yangu ndiyo mimi. Imasikirabatilili. Kwa nini tunaomba? Tuko hapa duniani sisi kama wana wa Mungu, tuna uwezo. Yanapotokea mambo yako nje ya uwezo wetu, tunakata rufaa HQ, makao makuu, ili makao makuu waingilie. Sasa lugha ya kukatia rufaa ndiyo ile rimarabashetelelele. Nikianza kuomba hivyo, maana yake nakata rufaa makao makuu, ili makao makuu iingilie kwenye jambo langu ambalo mimi limeshindikana kibinadamu. Kaa mwanangu, ukitaka upigwe mabomu na Wamarekani, kashambulia ubalozi wao pale. Nenda tu pale, kaingie pale na kabomu kako, lipua vibomu viwili. Ubalozi wa Marekani wanaiambia makao makuu, wana guided missile. Kombora linapigwa kutokea Texas, linaingia kwenye uvungu wa chumba chako kela. Yanaitwa International Intercontinental Ballistic Missile. Linakuwa guided, linakuwa kama roketi. Linaachiwa liko refu kama unavyoona mapipa yale yanayobeba tanki ya mafuta. Refu namna hiyo, limechongoka hivi. Liko kama mshale. Linatoka lenyewe Texas. Limejazwa DNA yako. Limetoa information ya DNA yako, likutafute. Linakuja angani usiku. Linakuja, linataka kunusa mahali, kwa sababu kila mara alipoacha funguo zake kuna DNA au nywele au viatu. Linashuka kidogo, linaona haupo hapo, linaendelea mpaka Kiela, na haliingii kwenye chumba cha baba yako mzazi. Linatumbukia pa, wanatangaza kwamba tumelipiza kisasi juu ya mtu aliyedili. Kwa nini?
Wao ndio expression ya ubalozi wa Marekani. Sisi ndio expression ya Mungu duniani. Mimi siwezi kukudanganya kwa sababu sina sababu. Sitaki hela kwako, hata hela huna za kunipa. Ningekuwa na hela ningekuwa nasema huyu anataka hela. Mimi ninazo. Mimi nimebarikiwa. Watu waliobarikiwa, mimi Mungu amenibariki. Kabisa, mimi Mungu, sisemi uongo, nasema ukweli. Mimi I am blessed by God, nimebarikiwa na Mungu. Nikiwa naongea mimi kiu yangu ni jitu. Kadada kamoja kamke kwenye mafuta yasiyo ya kawaida. Kamchanganye shetani mpaka aseme hey, bwana mwacheni dada. Mwacheni laende bwana. Kwa sababu shetani anapokuataki wewe, mambo yake yote yanaharibika mpaka aliondoe jina lako. Kwa watu kwenye orodha ya watu wa kushambuliwa, akiliondoa jina lako, mambo yake yanaendelea. Sijui kama niliwahi kuambia, mwaka mmoja, ilikuwa mwaka mpya kama huu, mimi huwa naona Mungu amenipa kuona. Kwa hiyo mambo aliyonipa Mungu amenipa kuona. Sasa ilikuwa tarehe 31, tunasubiri mwaka mpya uingie. Ofisini kwangu nikaingia, nikasema wacha kama saa 2 hivi nilale kidogo ili niwe na nguvu ya kukesha kwenye mkesha. Nikalala. Nilipotaka kulala hivi nikataka kuamka, nikachukuliwa. Mtu akanishika bega, Gwajima amka. Mimi nilijua nimeamka. Akaniambia twende nikakuonyeshe kitu. Nikamwambia wewe ni nani? Asema wewe nifuate. Nilipomwangalia hivi, automatically nikamfuata. Akanipeleka mahala fulani kama kwenye uwanja mkubwa. Akaniambia nimekuleta hapa ili waone wenzenu wanajiandaa na mwaka mpya. Wenzetu wanajiandaa na mwaka mpya, ni wewe tu unayebaki Nikapelekwa mahali. Nilishangaa sana. Elimu ninayokufundisha mimi kuhusu Mungu sijajifunza kwa mtu. Nikapelekwa mahali, nikakuta mkutano mkubwa, yani kama ukumbi mkubwa sijawahi kuona. Waheshimiwa wamekaa pale. Siwezi kuwataja niliowaona. Huku duniani watu wenye kuheshimika wamekaa mpaka kule pazuri, pamepambwa, wanasubiri mgeni wa heshima. Wanasema kabisa mgeni wa heshima anatokea duniani, tunamsubiri. Alafu kati ya wengine wajumbe na wafahamu, huku kwetu na wafahamu, huyo fulani, huyo fulani, huyo fulani, huyo fulani. Hafu mimi nashangaa, huyu ananiambia nimekuleta nikuonyeshe maandalizi ya mwaka mpya. Baadaye wakasema wajumbe, mgeni rasmi anaingia. Wakasimama. Alipoingia kwa mgeni rasmi, nilishangaa sana. Huku duniani ni mtu mkubwa, huko ameenda mgeni rasmi. Huku duniani haielezeki. Akakaa kwenye kiti. Watu tukae jamani. Kakaa, kikao kikafunguliwa, mgeni rasmi akaongea. Wakasema sasa tunataka kutamka majina ya watu watakaouawa mwaka kesho. Yaani wana orodha ya majina. Kuna watu ambao watapata ulemavu, orodha yao. Leo si tarehe 31, ule mwaka unaofuata sasa, wasema watakapata ulemavu 2024, wanatajwa majina fulani 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 fulani. Ulemavu ulishapangwa kabla gari halijaanguka. Jina lako liko kwenye orodha ya watu waliopangwa ulemavu. Nalichomoa jina lako katika jina la Yesu. Kuna orodha ya watu watakaofariki ambao wamepangwa kufariki, lakini majina yamewekewa alama. Wale watu watakaofariki, yani huyu lazima mwaka kesho atafariki, tunataka afe, anawekewa alama nyekundu. Yani mashetani wote wanaotembea duniani, mkimkuta huyu kwenye ratiba ya kuuawa, shughulikeni naye. Ni information kwenye mifumo ya kishetani ya dunia. Watakaopata ulemavu, watakaofilisika, watakao katika miguu, watakaovunjwa uchumba, yani kila kitu kipo.
Usifikirie mambo yanatokea tu. Mchumba wangu kaacha sim card ilipangwa. Mchumba wangu yani alikuwa mzuri tu, yani kageuka. Mume wangu amekuwa wa ajabu. Watakaopata wamepangwa wote. Sasa wanasoma majina. Jina lako likisomeka, wanaanza kutaja. Kwa mfano, nitaje kwa mfano Ramadhan Omar. Watu wanasema likitajwa jina lao kwenye ile category, lazima utapata. Wakasema tutaje, tunaanza na orodha ya watakao kufa mwaka ujao. Sasa mimi si nimekaa mahali, lakini unaona ajabu hiyo. Niko mahali na huyo malaika aliyenipeleka, ila naona kwenye lile daftari. Akapewa yule jamaa, sasa soma bwana. Akachukua soma majina watakao kufa, akamtaja fulani. Asante pastor. Fulani bin fulani. Watu wa kwanza, wa pili fulani, na ninaokutajia wale walishakufa kweli tayari. Wale ninaozoea walishakufa tayari. Watatu si jina langu. Watatu jina langu. Yule aliyekuwa nataja akasema, jamani, naomba jina la tatu liache. Anasema hivyo, tukilitaja linaweza kutuletea matatizo. Watu hakuna, atajwe. Kwani yeye nani atajwe? Sasa mimi niko pale, yule mwenyekiti anawaambia kwa uzoefu wangu, jina hii tukilitaja kikao kinaweza kuvurugika, tusimalizie na hoja zetu. Anasema hivyo, ninaamuru jina lako livuruge vikao kwa jina la Yesu. Naomba ukae mwanangu, naomba ukae. Anawaelezea mwenyekiti, in my experience, jina kama hili tusilitaje, taharibu kikao. Wakasema wanataje, taja bwana. Akasema basi mimi siwezi kulitaja. Msaidizi akasema wacha mimi nilitaje. Mimi sasa pale sinaona, nina uoga kwa sababu yani kwenye madhabahu ya kuzimu wakitaja jambo, ukitajika, yani jina lako likitamkika huku juu, kutakuwa na tukio litakalotokea liendane sawa sawa na namna ulivyotamkwa kwenye madhabahu ya kuzimu. Watamke watamkavyo, jina lako halitafaulu kwa jina la Yesu. Kaa kidogo. Watamke watamkavyo. Kwa hiyo kila matukio yamewekwa kwenye category. Sasa yule bwana anasema leta mimi nimtamke. Akashika, akajitutumua. Alipovuta pumzi ataka kutaja, mlipuko ulitokea. Mlipuko ukatokea. Nikawaona wajumbe wote kama vipepeo wanapanda kwenda juu. Ndio nikagundua ni chini ya maji. Yule bwana akiwa anaondoka, yule wa kwanza akamwambia, wanaume, ili wapasa kunisikiliza. Anawaambia, lakini kabla hajataja siwakawa wanabishana. Kuna kazee kamoja kamekaa pale mbele duniani na kafahamu, kanasema mtajeni. Hata hivyo huyo jamaa amenifanya hivi na hivi, kananichongea, mtajeni. Kazee kako duniani, kazee kanasema mtajeni, atajwe. Kanasimama mpaka nimekuja kutoka, imetokea hiyo kisanga hicho, nimetoka na kuja kurudi na nakakumbuka kale kazee. Kale kazee kakuwa kamilikomalia nitajwe. Kakuwa kanakaa Magomeni pale, Magomeni Mikumi pale. Sasa na mimi nikasema wacha na mimi nikatoa tamko. Na mimi nikasema mzee fulani nampa masharti matatu. Afanye hivi, asipofanya hivi atapata fariki. Na mimi masharti niliyompa yote hayatekelezeki, ili na yeye afariki. Nikampa masharti matatu, yote hayatekelezeki. Sharti la kwanza atubu,
na aje kutubu kwangu tu, asiende kwa mchungaji mwingine, kwangu tu. Halafu azunguke Tanzania nzima akiwaelezea watu jinsi alivyokuwa muovu. Asipofanya hayo anafariki. Nikatangaza kabisa. Mzee yule akanipigia simu, askofu, lengo lako nitimize hayo masharti au lengo lako nife? Kwa sababu masharti yenyewe yatekelezeki. Nikasema lengo langu timize masharti. Sio hivyo, lengo lako kuna kitu unanitafuta. Mimi ni mzee wa siku nyingi, mimi nitakunyosha. Mimi kabla wewe hujawa shemasi, mimi nilikuwa mtu maarufu kwenye mambo ya gizana. Wewe kuonaona kijicho chako hicho ndio unajidai wewe mjuaji, kimacho chako hicho. Nikamwambia masharti 3 bila kutimizwa hapo unakufa. Sharti la kwanza, la pili, la 3 kufa. Kapambana, chomoka, nishasema chomoka. Siku moja nikasema leo namalizia sasa. Sema namkamata na mikono ya chuma na mnyofoa ndani. Piu! Kesho yake asubuhi nishafariki. Nataka kukuonyesha kitu. Hata sasa hivi, usiku wa leo, usiku wa kesho, Jumatano, kuna kikao kitakaa cha kufanya projection ya kila mtu target aliyopewa ameifikia. Wachawi wako very serious. Ukipewa target ya kuua watu, hujaua, siku ya kikao unauawa wewe na unaliwa nyama. Wewe tu ndio unatuchezea hapa, ufikii target. Wale hawachezei. Kwa shetani hakuna samahani, hakuna nisamehe, hakuna niwie radhi, kule hamna. Ni huku tu kwetu. Na ndio maana tunakuwa defective, kwa sababu tumezoea sana nisamehe, nihurumie, tumezoea sana. Kule hamna. Sasa kuna baadhi ya watu jina lako inawezekana kana limewekwa kwenye orodha fulani, kwamba kabla ya 2024 haijafika jambo fulani liipate familia, likupate wewe, na lichomoa jina lako kwenye orodha ya waliowekwa kwa jina la Yesu. Narudia, nalichomoa jina lako kwenye orodha ya waliowekwa kwa jina la Yesu. Nasema nalichomoa jina la biashara yako, ya familia yako kwa jina la Yesu. Hebu inua mikono yako, sema kwa jina la Yesu. Jina langu, la familia yangu, la watoto, la mke au mume, la biashara, la nchi yangu, naliondoa kwenye orodha ya majina yaliyoandaliwa kutajwa kwenye madhabahu ya kuzimu kwa jina la Yesu. Kila atakayenitaja jina langu, jina lake liingie pale, jina lake liingie pale, jina lake liingie pale kwa jina la Yesu. Amen. Ninaagiza kila atakayepeleka jina lako kwenye madhabahu ya wachawi, jina lake yeye ndio liingie pale kwa jina la Yesu. Jina lake liingie pale kwa jina la Yesu. Jina la watoto wake liingie pale kwa jina la Yesu. Jina la biashara yake liingie pale kwa jina la Yesu. Jina la kampuni yake liingie pale kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila aliye na mpango mbaya wa kukuua wewe, watoto wako, familia yako, kwa sumu, kwa risasi, kwa majambazi, kwa uchawi, na ugeuza mkuki umwelekee yeye na familia yake kwa jina la Yesu. Narudia tena, kila aliyepanga mipango, kifo cha ajali, kifo cha sumu, kifo cha risasi, kifo cha majambazi, kifo cha ajali ya moto, ajali ya bodaboda, ajali ya pikipiki, ajali ya bajaji, ajali ya ndege, ajali ya aina yoyote iliyopangwa 2024, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hemani mwako. Na chomoa mauti iliyopangwa, na chomoa mauti iliyopangwa, na ichomoa mauti, na ichomoa mauti kwa jina la Yesu. Yakapasete ke shantakapa, yarakapashete, yakapasetea, ya heke pasatata, ya
Imama shakapa. Shedeke pashata papa. Sharabasaka pashata tata. Sheke pashata tata. Peria kapasha papa. Na shambulia angani. Na shambulia angani. Na shambulia bahari. Na shambulia nchi kavu. Na shambulia angani. Reka pasa tatata. Na kamata mfalme wa anga. Reka pasha tatata. Na kamata mfalme wa bahari, mfalme wa mito, mfalme wa visima. Na kamata mfalme wa nchi kavu. Na kamata reka pasa tata. Sheke pasa tata. Raka pashetete. Ya imashata tata papa. Peria makapasa tata. Kamata Peria kapasha tata. Kamata Peria kapasha tata. Shea nazuia kuzaa kilema, nazuia kuzaa kiwete, nazuia ajali, nazuia kuharibu mimba, nazuia kuzaa watoto waliokufa, nazuia kuzaa mapoza, nazuia. Elaba seke patapa, shendeke pasatata, yaraba kapa setete, shake paratata, sha. Natoa jina lako, naondoa jina lako kwenye orodha ya watu wanaotaka kushambuliwa. Naondoa jina lako, na nyofoa jina lako, jina la familia, jina la ukoo, jina la elimu, jina la kozi yako. Ninaondoa jina lako kwenye orodha ya watu wanaotaka kushambulia. Naondoa jina na nyofoa jina, nyofoa jina lako, jina la biashara yako, jina la watoto, jina la ndoa, jina la kazi, jina la kanisa. Nyofoa reka pasha tatata. Hautashambulia wanangu, hautashambulia wanangu, hautamshambulia Dickson, hautamshangilia Ikupa, hautamshambulia Gideoni, hautamshambulia Neema, hautamshambulia Dr. Geshom, hautamshambulia Baraka, hautamshambulia Aika, hautamshambulia Jenny, hautamshambulia Gracie, hautamshambulia hutashambulia watoto wa Dickson, hutashambulia watoto wa Gideoni, hutashambulia watoto wa Baraka, watoto wa Geshom, watoto wa Gracie, hautashambulia, hutashambulia. Hey, karata kapasete ya kapasa tatata. Umezuiwa na Elohim, umezuiwa na Elohim, umezuiwa na Elohim. Reka pasha tatata. Kunja bila mikeka yako, rudi mikono mitupu. Heraka pasha tatata. Sheke pasa tata. Nazuia shambulio la kichawi, shambulio la kichawi, shambulio la risasi, shambulio la kijambazi, shambulio la sumu. Nalizuia. Reka pasa tapa. Iraka pashete siki pataraba. Shambulia, shambulia. Ondoa jina la familia yako, jina la watoto wako, jina la biashara, jina la kanisa kwenye orodha ya watu wote wanaotakiwa kushambuliwa. Na chomoa orodha, na chomoa jina. Rekapasa tata shekepa beria makapasha tata. Tangaza vita. Herakapashetete shakapasa taraba. Mabaya hatapata wewe, wala tauni haitakaribia hemani mwako. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe u pamoja nami. Rekapasetete shataka. Chomoa. Rekepasha baba. Herakapasha pa. Sitapata ajali, sitapata upofu, wala uziwi, wala kuharibu mimba, wala ajali, wala ulemavu sitapata. Na chomoa. Rekapaseteke pasha tata. Rekapasha papa. Rekapashetete. Rekapasa tata shata. Rekapasoto shapa. Chomoa. Shake pasa tata. Miungu katika dunia. Rekapashetete. Wewe ndio mwana wa Mungu, wewe ndio mwana wa Mungu. Mungu anazungumza, Mungu anaongea, Mungu anaongea. Zungumza.
Toa maelekezo juu ya familia yako. Toa maelekezo juu ya mwaka 2024. Toa maelekezo. Unataka mwaka uweje? Toa maelekezo. Zungumza. Rekapasa tata heria kapashapa. Mwaka wa baraka, mwaka wa kustawi, mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa kupenya, mwaka wa kupendelewa, mwaka wa kuona financial breakthrough, mwaka wa mafanikio. Rakapashetetete shandu. Washambulie, wavamie wao, wavamie wao na wavamie wao, na yaweka majina yao, yaweke majina yao kwenye orodha ya watu wanataka kushambuliwa. Washambulie wao. Rekapashetetete shata yandike paraba seke shata Yoruka setete shaka parabate yandelebe ke pasatata shakapa yandulubu kopo satete shaka parata beria baraba kapa setete sheteke pa ria baraba seke shetete sandro kopo sata rama kapa setete shata pa Sheteke pasatata shapata. Hawatashambulia familia yangu, hawatashambulia mke wangu, hawatashambulia mtoto, hawatashambulia Pastor Dickson, hawatamshambulia Ikupa, hawatashambulia watoto, hawatamshambulia Grace, hawatamshambulia Ruth, hawatamshambulia Gideon, hawatamshambulia Freeman, hawatamshambulia Neema, hawatamshambulia Jane, hawatamshambulia Baraka, hawatamshambulia, hutashambulia. Naweka zuio rekapasata kwa wanangu wote. Naweka mazuio. Toa mikono yako kwa wanangu, toa mikono yako. Rekapashatata. Ondoa mikono yako. Mama seke pashatapa. Hatachukuliwa mwanangu, hatachukuliwa mwanangu wala mchungaji wangu. Hakuna hiyo, hakuna hiyo. Nazuia kifo cha sumu, kifo cha ujambazi, kifo cha ajali aina yote. Nazuia 2024 nazuia, 2023 nazuia, 24 nazuia, 25 nazuia. Naondoa orodha ya jina lako. Rekapasite shatapa. Lusha makombola kwenye ulimwengu wa roho. Throw measles. Lusha makombola. Peshaka pasha. Fire. Pereke pasha pa. Fire. Reke pasha tapa. Fire. Reke pesha tatata. Na lusha makombola. Wale waliokusha shambuliwa na achia makombola. Makombola ya moto. Reka pasha tatata. Surrender. Reka pasha tatata. Surrender. Reka posha tatata. Na waamuru adui wote, adui wa familia, adui wa kanisa hili, adui wa ABC, surrender. Reka pasa papa. Surrender. Reka pasa tatata. Surrender. Reke pesha tatata sapa. Adui mwanamke, adui mwanaume, adui kijana, adui mtoto, adui mzee, surrender. Reka pasha tatata. Sheke pepe sata.
Hakuna wa kushambuliwa, hakuna wa kushambuliwa, hayupo wa kushambulia. Jina limeondolewa, jina lako limeondolewa, jina lako limeondolewa, jina la familia limeondolewa, jina la kozi unayosoma limeondolewa, uso wako umeondolewa, macho yako yameondolewa, mtoto wako ameondolewa, baba yako ameondolewa, mama ameondolewa, kaka ameondolewa, dada ameondolewa, ABC ameondolewa, pastor ameondolewa, umeondolewa kwa majina. Reka pasa tata shata, naondoa jina lako yakapashete. Yama capacity. Yemereberebe sate kapa. Bwana uliye waita watakatifu wako wawe mitume, wachunga walishe kundi lako, wanyonge na wenye nguvu wakawa mashujaa, na wapone wakunena wasiwe kunyama. Na hata leo wataka watakatifu wako wawe wauliza tena nani aliyeko atakaye ni mtume afundisha vijana. Ni tayari Bwana wangu, mtume mimi Bwana, astahirie hapana kutamka habari, lakini waweza kutufanya tayari. Neno lako tu nijue tu penalo wako, hayatakuwa ya bure ya maneno yako. Mimi kama ulivyotumwa, nitume nami ni Bwana kama ulivyotumwa. Habari ya msamaha dhambi kutubiwa, ni wahubiri wako sana waliopotea, wokovu wake Bwana aliyewafilia. Inua mikono yako juu. Kuanzia leo sasa hivi, kila aliyeinua mkono juu, natangaza Pastor Dickson, binti yangu Ikupa na watoto wenu, Pastor Gideon, binti yangu Neema na watoto wenu, Grace na watoto wako, Jen Baraka na watoto wako, Geshom na watoto wako, na watoto wote walio hapa,
nachukua kwa mikono ya chuma, ninanyofoa kila jina lililowekwa kwenye madhabahu za kichawi, madhabahu za kuzimu, kama vile hati ya mashtaka, jinsi Yesu alipoifuta akaifanya kuwa mkogo, na ndivyo mimi, jambo lolote ambalo walipata nafasi na wanataka kulitumia jambo hilo ili wakuweke ndani ya orodha ya watu wanaotakiwa kupata ulemavu, kupata hasara, kuumizwa, kupata ulemavu au kifo kwa njia yote, nalifuta jina lako sasa hivi kwenye orodha ya watu wote waliopangwa kushambuliwa kuanzia leo mpaka 2024 kwa jina la Yesu. Nafuta kuanzia leo kwa jina la Yesu. Nafuta kuanzia kwa jina la Yesu. Na kila aliyepeleka jina lako kwenye madhabahu, ninaamuru jina lake yeye liingie pale kwa jina la Yesu, ili neno la Mungu litimie kwamba nitamuokoa mwenye haki katika ajali na nitamweka mwovu badala yake. Tunamweka yeye kwa jina la Yesu. Tunamweka yeye kwa jina la Yesu. Ninamweka yeye kwa jina la Yesu. Ninatangaza sasa, kila aliyeinua mkono, madirisha ya baraka yafunguke kwako. Baraka ya fedha, baraka ya masomo, baraka ya safari, baraka ya kila aliyeinua mkono. Baraka ya afya imekupata kuanzia sasa. Baraka ya afya imekupata kuanzia sasa. Nasema wasimamizi wako wawe amani. Usimame katika uso wa nchi, umalize mwendo wako salama. Ulianza kwa huzuni, utamaliza mwenye heshima kuliko ndugu zako kwa jina la Yesu. Ulianza mnyonge, utamaliza mwenye nguvu kwa jina la Yesu. Natangaza baraka ya amani, baraka ya fedha, baraka ya watoto, baraka ya ndoa, baraka ya mchumba, baraka ya safari, baraka ya masomo, baraka ya huduma, baraka ya mali, magari na viwanja. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. 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 Pige Yesu makofi makubwa. Pige Yesu makofi makubwa. Sema nimepokea baraka. Nimepokea baraka. Nimepokea baraka mara ya kwanza. Mara ya pili nimepokea baraka. Mara ya tatu sema nimepokea baraka. Mara ya nne sema nimepokea baraka. Mara ya tano sema nimepokea baraka. Mara ya sita sema nimepokea baraka. Sema mara ya saba nimepokea baraka. Imeshakuwa kama ulivyosema kwa jina la Yesu. Imeshakuwa kwa jina la Yesu. Pigie Yesu kelele za shangwe. Haleluya. 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 Hakuna Mungu kama wewe. Katikati ya wafalme wewe ni mfalme mkuu. Katikati ya walimu wewe ni mwalimu mkuu. Wewe ni fundi wa kila kitu. Kama fundi wa kunoa, ninaomba umnoe aliyenyosha mikono kwa jina la Yesu. Kama fundi wa kung'alisha, ninaagiza aanze kung'aa aliyeinua mikono kwa jina la Yesu. Fundi wa kuwezeka, ninaamuru umwezeke yule mpaka pendeze kwa jina la Yesu. Fundi wa kuchimbia, ninaagiza aliyeinua mikono umchimbie chini sana hata ng'olewa kwenye kazi yake kwa jina la Yesu. Wewe ni fundi wa kuchonga, aliyeinua mikono mchonge. Wewe ni mwalimu wa vyote, ni mkuu wa vyote, kiongozi wa vyote, baba wa vyote, asili ya vyote na mkuu wa vyote. Vyote vilikukuta, vyote vitakuacha. Ulivyo wewe ndivyo nilivyo mimi mwanao. Kazi zako zilivyo ndivyo mimi nilivyo. Hatima yangu ilivyo ndivyo wewe ulivyo. Unafanya kazi masaa yote na unafanya kazi masaa yote. Natangaza kwa wanangu walioinua mikono, nimewapa neno lako. Neno lako wamelisikia. Uwalinde na yule movu. Siwaombei hawa tu, hata wale walio majumbani kwao walikotokea, na wenyewe uwalinde. Siwasemei hawa tu, hata ndugu zao waliowekwa kwenye madhabahu wataje majina, na majina nayo nimeyaondoa kwa jina la Yesu. Nimetangaza amani kwako wewe na baba yako na mama yako na kaka zako na dada zako na ndugu zako, iwe amani kwa jina la Yesu. Amen. Tumpigie makofi Pastor Dickson akiwa anakuja. Pigie makofi makubwa. Tumpigie makofi makubwa Pastor Dickson. Tumpigie makofi makubwa Pastor Dickson. Karibu hapa.
Hebu mpe Yesu makofi na shangwe kubwa. Mshangilie tena Yesu kwa nguvu. Kwa nguvu zako zote za mwisho. Hallelujah. Amen. Amen. Unaweza kuketi au kidogo. Sasa unaweza ukaelewa kwa nini tukiandaa retreat uje na watu warau 10. Hasa ndugu zako, marafiki zako na watu wote ambao unajua wana kitu cha Mungu. Mwezi wa 3 retreat nyingine itakuwepo hapa siku 5 mpaka kama vile jana lina nguvu leo na milele. Sema tumike Bwana. Limeinu liwa neno kama vile jana lina nguvu leo na milele. Bwana limeinu liwa neno kama vile jana lina nguvu leo na milele. Sema limeinu liwa neno lako kama vile jana lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako kama vile jana lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako kama vile jana lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako kama vile jana lina nguvu leo na milele. Kama vile jana lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako kama vile jana lina nguvu leo na milele. Kama vile jana lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako kama vile jana lina nguvu leo na milele.